asifiwe. Na huu mti wakati wa mambo yakiwa magumu, huu mti huwa unasimama imara. In the harsh times, huu mti huwa unasurvive. Bwana asifiwe. Huwa hakuna kitu ambacho huwa inaiangusha. Na nechoria muthigwa rero areha baraka muthi ucio. Haleluya. Atakuwa anaendelea hata kama kuna majozi, hata kama kuna kiangazi. Mtu ambaye ako ndani ya nyumba ya Mungu, hata kukiwa na gharika, hiyo gharika haitampata, itakuwa inaiupa. All of a sudden anaonekana anasimama. Maana ni mtu amekata kauli kukaa ndani ya nyumba la Bwana. Na wewe siku ya leo unafananishwa na huu mti. Bwana asifiwe. Unafananishwa na huu mti ambao umepandwa, ambao uko mahali pale Lebanon. Atakuwa kama mwerezi wa Lebanon. Mungu atusaidie. Ukifananishwa, uwe chenye unafananishwa nacho ndio uko. Bwana asifiwe. Maana huu mti unaenda juu sana. Upepo hata ukikuja, huo mti unaachwa kama umesimama. Kwa nini? Maana his root zake ama mizizi yake inakuwa imeenda wapi? Inakuwa imeenda chini. Hivyo ndivyo mtu ambaye anamwamini Mungu anahesabiwa anastahili kuwa. Maana ukiwa katika nyumba ya Mungu, uvile mtu unaendelea kukua, ndivyo unakuaga na mizizi. Na hakuna kitu mbaya ukiwa ndani ya nyumba na huna mizizi. Ni kusema kukikuja, haleluya, kukiwa na radi moja, unakuja kama umeangushwa chini. Kukiwa na mawimbi, unafanya nini? Haleluya, uko munyoranetio. Lakini wanaofananishwa na huu mti, mizizi yake unakuwa umeenda chini zaidi. Huwa unastahimili wakati wa jangwa, wakati wa uovu, wakati wa mambo mabaya, wakati dunia inatingizwa. Hivyo ndivyo mwenye haki anakuwa katika nyumba la Bwana. Watu wakiimba wimbo ya uchumi, huyo mtu ambaye amepandwa katika nyumba la Mungu, hata kama uchumi ni baya, Mungu anamuonea za kukula na anamuonea mpaka za kusaidia wenye hawana. Mpaka watu wanakuuliza uko dunia gani? Haleluya. Maana saa hizi ama nyakati zenye tuko, mwenye imani, mwenye amekubali kupandwa nyumba za Mungu, mambo makubwa itaonekana, mambo ya wepesi itaonekana kwa wenye wako ndani ya nyumba ya Mungu. Lakini ole wake wenye wako nje, ole wao wenye wamejipanda kwa mambo ambayo yataisha. Wakati ambapo kunakuwa shida, watu wao huwa hawastahimili wakati ambapo kuna mawimbi. May the God help you. Bwana asifiwe. Maana wewe ndiye huyo mtu. Bodosi unako habari. Na ndiposa katika mwezi wa kwanza tukaingia na Mungu. Mwezi wa pili tukaingia na Mungu. Mwezi wa tatu tukaingia na Mungu. Mwezi wa nne tukaendelea na Mungu. Bado mwezi wa tano netoavyo toke hapana. Hallelujah. No demotion in our life. Belenina endelea linazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana unipandi, belenina endelea linazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana unipandishe, Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipandeni milima yote, Bwana unipandishe, Bwana
Bwana unipandisha. Bwana asifiwe. Mtu ambaye anamwamini Bwana ni kuendelea, huwa anaendelea. Hata wakati huu ndiposa Bwana amekuongeza mwezi mwingine, na hujaongezwa tu mwezi uwe sitiwoma. Nilikwambia ujue faida ya kuja kwa Mungu akakufungua na vifungo, ujue faida ya Mungu kukusimamisha, ukuwe na faida ya Mungu kujibu majibu yako. Kuna kile anataka, hataki uwe mtu stagnated. Hallelujah. Huyu mti ambao wa mwerezi, huyu mti ambao uko pale Lebanon, hakuna wakati unaendaka chini. Huyo mti unaendelea kukua, huyo mti unaendelea kupanda, maana mizizi yake iko chini. Haleluya. Nawe katika jina la Bwana utastahimili kila upepo unapovuma, maana mahali umejipanda uko ndani ya Mungu. Mahali umesimama unamwaminia Bwana. Bwana asifiwe. Hakuna kitu itakupata ikuangushe, hakuna kitu utasikia ikuvunje moyo. Bwana asifiwe. Wewe sio wale wa kuvunjika moyo, wewe ni wale watu wa kuamka na kusema mbele ninaendelea, mbele ninazidi kutembea, mbele ninajua Bwana atanitenda mema. Wasabana ngere mugeni sio gite. Tuondoe hizo vitu tafadhali. Na tukuange macho, tuache kulala. Bwana asifiwe. Lazima wakati ambapo unapomtazamia Bwana, lazima ujue ni wakati wangu wa kuendelea mbele. Maana mti unapokuwa haurudiki chini. Huu mti ambaye mtu mtakatifu anafananishwa na huu mti, neno la Bwana limetuambia kwamba atasitawi kama nini? Kama mtende. Mwenye haki atasitawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanon. What is nini? Ingine inaitwaje kwa lugha ya kwenu? Bwana asifiwe. Mwerezi ni nini? Nemo? Onemo tarakwa. Niko wita na githugu senda. Bwana asifiwe. Mutarakwa wa Lebanoni. Gaine mulungaru. Ekwenda ndwarungaro. Nimegaro. Harokire. Halengai Mugonyoku Gaine Morogaru. Kaina kadu maramenya. Aha. Oko wiki mugaru ko kaina wanirige. Aha. Aha. Yeko mugaru kabo hede. Aha. Yesu okira ya gatatu utegusonoka. Ukaga mafadi okikodi mugonyoku. Yudie mbere yaku je atia. Gaine Morogaru. Orere kibodi ukikarete wega tafadhali. Aha. No turi agonyore. Tukarugwo. Aha. Aha. Hallelujah. Katika huu mtu, the sender of the Babylon, Bwana Lebanon, Bwana asifiwe, ndio atakufanya uweze kufanya nini? Kusimama vilivyo. Na ndiposa tunaingia katika neno la Bwana. Neno linatutengeneza kulia tulekete atia. No ndo kimeda wikarmari yake. Angeli akorogwa le. Hallelujah. Akakonde araigua. Yes. Ewo moroide wito gaine wedo tiga makoro. Haleluya. Amen. Anaikarekete atia. Amen. Anataka mimi ni mama Shiro wanko. Sawa sawa. Bwana asifiwe. Kasema mimi ndio Kimani Josephat, kwani hamjui. Lakini neno la Bwana linatufananisha. Nataka uangalie hii miti ambayo tunafananishwa nayo. Are you the one? Bingu ikikutazama wewe ni huo mti. Maana Bwana anataka watu ambao wako na njia ambazo ni nyororo. Ni njia jerekereru. Bwana asifiwe.
toka hivi tunde moroga hivi tunde magonye wewe wedete magonye. Lakini Mungu anasema ukikuja kwangu ninakutengeneza, ninakusimamisha vyema na ninakufanya vile ambavyo ninavyotaka. Maana ninataka wakati ninakupanda, hata kukiwa na shida, hata kukiwa na magonjwa, hayo magonjwa yanakuja, yanakupita, yanapata umesimama. Kuzimu kukiachilia vifo, kunapata mtu ambaye amesimama na haishi na hakufi, maana umesimama imara. Haleluya. Aterosho noko hapana male hapana. Male nyoba ine ya Jehova. Sisi ni watu wa kusimama. Sisi sio wale wa kukatwa. Watajaribu kutukata, lakini hawajui tulipandwa na mbegu gani. Shida ni ya kwamba wako na shoka mikononi, lakini hawajui ni mti gani ambayo imetupanda. Hawajui mizizi yetu kwenye iko. Haleluya. Waliopandwa ndani ya nyumba la Bwana, mizizi yao iko na nguvu. Hao watu wanaendelea, wanaanza kukuongelea kinyume, wanagoja uanguke. Wanajua it is another day, you have entered in another level. Wanaona unaisha, wanasikia tena huyo mtu hata kwenye alikuwa, hata sisi tulishindwa aliyedaji, maana umepandwa kwenye nyumba la aliye hai. Haleluya. Maana katika vikao vingine vyote vya kukuangusha, Mungu wetu anakuanga hapo. Anajuaga mmepanga ati huu mwezi mtafanya hawa watu walie, na mimi ndio mwezi na wabeba na mikono yangu. Huu ndio mwezi na wabadilishia maisha. Huu ndio mwezi na wafika nguo zingine, mavazi meupe. Huu ndio mwezi na achilia fedha zao. Huu ndio mwezi na badilisha majina ya watu ambao walikubali kupandwa kwangu. Hata kama kuna shida, hawajai toka kwangu. Siwa ni mwezi wako wa Jehova kukuinua. Siuendelee kuinuliwa ukiwa kwenye nyumba ya Bwana. Siuendelee kupokea mafanikio ukiwa ndani ya jina la Yesu. Bwana asifiwe. Maana hii ni ahadi ya watu waliokata kauli. Hii ni ahadi ya watu waliokubali kupandwa kwenye neno la Bwana. Waliokataa neno la Bwana hawana ahadi. Waliokataa kufuata hili neno hakuna ahadi. Na ndiposa unaonanga kuna watu wanatufuata, wanaona tunainuliwa, wanauliza kwani tu ni yeye. Kimbia uingie kwa ahadi. Ambia mwenzako kata kauli, ukae kwa ahadi, maana kuna mafanikio. Sisi sio wale wa kuzushwa. We are entering from one glory to another. We are entering from this position to another position. Hallelujah. Shangilia Yesu. No spirit of limitation. Bwana asifiwe. Huo mti hata uwezi ufunga. Hallelujah. Maana unaendelea tu kupanda. Uliingia katika haya madhabahu, wakafikiria ni kama kuingine, wakafikiria utaisha. Wakaona vile umeingia na umeshikamana na Bwana, baraka zako zimeanza kufunguliwa. Walifikiria ni kama utaisha. Wakaona ndio Mungu amekuonea haki, maisha yako imebadilika. Nami natangaza kwa yeyote anayesikia sauti hii, ambaye ako ndani ya ahadi za Bwana, ni mwezi wako wa Jehova amanifeste, aonekane. Waliokudharau waone ukiinuliwa. Waliokuona wewe ni bure wajue wewe ni kitu. Jehova ninayetumikia akufanye kitu, akufanye usimame imara na uendelee kuinuka na uendelee kupanda ngazi kama utakaa ndani ya ahadi. Bwana asifiwe. Ni ahadi ya Bwana, ni ahadi ya Bwana. Usikilizeni mta ahadi ya Bwana. Usikilizeni mtasikia ahadi ya Bwana. Oh, ni ahadi ya Bwana. Hiyo ni ahadi
ya Bwana, kwetu ni ahadi ya Bwana. O Jehova Mungu akanena na Musa, akamwambia mimi ni. O Jehova Mungu akanena na Musa, akamwambia mimi ni. O ni ahadi ya Bwana, hiyo haivunjiki. Twasema ni ahadi ya Bwana, kwetu ni ahadi ya Bwana. O kujazwa na Roho ni Yesu alisema, ahadi yake haijakoma. Kujazwa na Roho, oh ni ahadi ya Bwana, hiyo haijani. Oh ni ahadi ya Bwana, haivunjiki. Bwana asifiwe. Uko ndani ya hiyo ahadi, na unapoingia ndani ya nyumba ya Bwana, yale mambo ulitarajia kutoka nayo umaga obe baine. Ukihitaji nguvu ya maombi, ukitoka chini ya uwepo wa Bwana, umepokezwa huo uwepo. Maana huwezi ingia kwa haya madhabahu na huna nguvu ya uombezi utoke hivyo. Lazima mahali Bwana anataka kukufikisha ukue, na wewe ni kukubali kukaa ndani ya hiyo ahadi. Tukae kama huyu mti. Bwana asifiwe. Mti ambao unaozungumziwa, wewe mwenyewe ndiye mti. Bwana anataka kutazama kukiwa na furugu, kukiwa na shida, je, unabakingi umesimama? Haleluya. Mawimbi yakija, je, huyo mti unastahimili? Bwana asifiwe. Maana huu mti hakuna wakati unaanguka. Huu mti uko na greatness zake, uko na makuu ya Bwana. Haleluya. Hata ukipitia kwenye moto, adumaga kulia kawe haka maguta maleko, unajipaka mafuta gani? Wakijua ule wakati uko ni kulia unalia ukiwa kwenye umejificha, because there is a greatness of your God. Bwana asifiwe. Maana presence ya Mungu lazima idhihirike juu ya uso wako na juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Maana hakuna wakati utakauka. Watakugoja ukilia, hawatakujua, hawatakuelewa. Maana unajua nimepandwa mahali ambapo ni pazuri, hasitalia tena, bali nitasimama ningoje Jehova. Habakuku akasema sitalala ati juu nimeomba sana, nitakaa mahali pangu ningoje yale maombi nilikuwa namtafuta. Shida ya wengi ni kuchoka na kutafuta Bwana. Shida ya wengi ni kuzoea Bwana. Usizoe huyu Mungu. Haleluya. Ati unaomba ombi haujisikii. Unaomba ombi. Bwana nataka uwe na root kwenye maisha yako, kuwa na msingi ulio imara. Haleluya. Verse 13 inasema hivi: waliopandwa katika nyumba ya Bwana watasitawi katika nyua za Mungu wetu. Haleluya. Acio hande nyumba ini ya Jehova ri niko haba mari habagira kuja ine cia Ngai witu. Hao waliopandwa ndani ya nyumba ya Mungu, hao waliokubali kufanya kadri na neno la Bwana. Maana si kupandwa tu. Kupandwa si kukuja Sunday service. Kupandwa si kuingia intercessor. Haleluya. Kupandwa ni kukubali, ambapo hilo neno umepandwa ndani yake ufanye kama hilo neno. Maana ukikubali kupandwa kadri na hilo neno, utafanya vile hilo neno linakupasa ufanye. Na ukikugarurania, sisi tunajuanga ndukanekeona na ukeraga ngimatigeke no we ni ureka atia twekaga na gwito no we tiguo. Haleluya. Bwana asifiwe. Na nikitule acio mahanditwo nyumba-ini ya Ngai mahambagira kuo. Yale mambo unayoyataka haiko nje ya neno la Bwana. Unasikia si kama mweredho-ini. Unafikiria iko huko? Ati kwa merry round. Bwana asifiwe. Waliopandwa katika nyumba la Bwana, hao mambo yote wanayotakiwa kuyapokea
iko ndani ya nyumba ya Mungu. Na ndiposa wakati unaonanga mtu wakati alikuwa anaendelea na Mungu, mambo yake yalikuwa mazuri sana. Maana baraka zake ziko katika neno. Lakini akianza kurudi steps nje, dunia inamwambia, oh, umetupata. Tulikuwa tunakugoja huku, maana kwenye unakuanga hatuwezi kukufikia ukiwa wapi? Haleluya. Ulinzi inapatikana kwa waliokubali kulindwa ndani ya hilo neno. Baraka zinapatikana kwa hao waliokubali kupandwa kwenye hilo neno. Usiwe mtu wa kupokea ambazo zimejaa utelezi. Haleluya. Zinarudi kwenye zilikuwa. Kama kiogemi itamwega itokwete. Jenge wenda kulia kwa katia. Nega shoka kini. Maini. Bwana asifiwe. Sisi ni watu wa wale ambao tunastahili vitu zikiingia kwa mikono zisiwe na utelezi. Maana tumekubali kupandwa kwenye nyumba ya Bwana. Lazima ukae mtu ambaye amepandwa kwenye uombezi. Ili uendelee kufanikiwa, uombezi lazima uwe ndani. Kusoma neno la Bwana lazima kuwe ndani. Kufanya kadri na mapenzi ya Mungu lazima kuwe. Hao ndio wale watu wakigojewa waguguke hawaangukangi. Maana hawajui hii siri ya hii neno. Waliopandwa ndani ya nyumba ya Mungu. Alema hadeto kiugo ile kiagai. Noko hapa mahabara. Wanainuliwa tu. Na ndiposa uliona kuna wakati wa corona, kuna watu waliinuliwa milele na walikuwa watu wa Mungu. Kuna watu Jehova alikuja akawatembelea na njia kuu. Bwana asifiwe. Hata wakati huu kunaonekana kwamba ni kuzito. Watu wa Bwana hawaishi. Na watu wa Bwana ni kina nani hao? Mkiwa na nani? Ni nani huyo aliyekubali kupandwa kwenye neno? Ni nani huyo anayekubali kufanya kadri na neno? Bwana asifiwe. Maana kama unafanya vile Bwana anavyotaka, kuna swali nauliza na Mungu, hili jambo kwa nini limelipata? Lakini kama unajipatanga vitu zingine zimekupata, unajiuliza, unajiita kama mkutano, okay na kaidima. Nani nikole to demo lemi. Noko kitu kile gorali. Nikole to giali no dile kwa Ngai. Yes, unaanza mtu akisema hilo jambo si ati siku nimeliona. Maana inakuwa ni warning. Maana Bwana anataka tukiwa kwake, ulinzi uko kwake. Baraka ziko kwake. Kufanikiwa kuko kwake. Kwa hivyo whether you like it or not, lazima ukubali kupandwa kwenye nyumba ya Mungu. Lazima ukubali kupandwa kwenye neno la Bwana. Lazima ukubali kupandwa kwa yale mambo ambayo Bwana anakuelezea. Maana wengi tunataka mikate, lakini hatutaki mwenye. Halo? Tunataka mikate, lakini mwenye mikate hatumtaki. May the Lord help us. Idwe kwa Ngai tigo sera kwa Ngai negotura. Bwana asifiwe. Kwa Ngai tigo sera twaserete. Neko katokire tuke adrokuo na negotura. Na walimwengu tutakuwa na hali ya kujulikana waliokubali kukaa kwenye neno la Mungu wao na waliokataa kukaa kadri na neno. Bwana asifiwe. Huu mwezi ni wao waliokubali kukaa ndani ya neno. Kufanikiwa kuna wapata. Yale mambo makubwa, neema ya Bwana itakubeba. Bwana asifiwe. Namba 5 lazima ifanye kazi. Mwezi wa 5 lazima utakufanyia kazi. Maana itakuwa ni wakati wako wa kupokea. Kuna yale mambo umeyatafuta Januari, haijakuja kwa mikono. Bwana akakutazama, akaona kama bado unaendelea. Mwezi wa 2 bado ukaendelea kumtafuta, haukukufa moyo. Bado mwezi wa 3 ukajipata huko kwa Jehova. Bado mwezi wa 4 ukajipata huko kauko. Sasa ni mwezi wa 5, hii neema ikubebe na ifanye uingie mahali unatakiwa kuingia. Baraka ambazo hujapokea kwa hiyo miezi iko nyuma, maana umekubali kukaa ndani ya huyu Yesu, kupandwa ndani ya hili neno. Hii mwezi isiishe. Haleluya. Hicho chenye unatafuta kiko ndani ya huu mwezi. Maana ni mwezi wa neema. Haleluya. Na neema huwa inapokelewa na wenye wanajielewa. Tena sio kibao kile tarubiu. Hakika tarehe 3
mwezi wa 5 kabisa. Haleluya. Amen. Tarehe 3 mwezi. Muulize neema utaibeba ama itakupita. Hebu ujaribu kumwamsha, muulize utaibeba. Na ujaribu kumsaidia, mliyekaa naye umsaidie. Mwambie leo nitakusaidia kubeba nini? Chema ni hebu tukae vizuri hapo. Tukiwa na kina Baba Joe, tukae vile Samuel amekaa. Najua watu saa zingine vile watu wamepelekwa marathon. Sasa watu wakikaa sasa ni kubebwa. Na kuna kitu kingine ambacho nataka mbebe. Bwana asifiwe. Huu mwezi wetu wa neema, kunayo mambo makubwa ambayo Bwana ametuwekea. Na kama utakaa macho yako yakiwa wazi, kama utakaa ukimtazamia Bwana na kumgoja Bwana, vile ambavyo mlinda lango huwa anagoja kukuche, hivyo ndio unastahili huu mwezi ukae ukiwa mlinda lango katika maisha yako. Hii neema haipokelewi na watu wenye kutoka nini mwezi huu leo mpaka mwisho. Tutarudi hapa tuulize, kuna kitu umeona? Kuna kitu umeona? Ujue shida ni wewe, mbingu haina shida. Haleluya. Maana neno la Bwana limetuelezea vizuri, waliopandwa katika nyumba ya Bwana watasitawi katika nyua za Mungu wetu. Hapa ndipo tutapokea chochote tunachohitaji. Toko habera jaile. Watatungoja tuende tukiwa mikono mitupu, lakini tukiwa ndani ya hili neno tutatoka nje tukiwa watu wengine. Tutatoka nje tukiwa tumebadilishwa maisha yetu. Uwe mwezi wako ya kupanda. Haleluya. Number 14 ama mstari wa 14 unasema hivi, watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Watazaa matunda hadi wakati. Unajua kusema watazaa matunda hadi wakati wa uzee ni kusema nini? Unazaa matunda hata ule wakati unaonekana ni kana kwamba hakuna baraka. Unafanyiwa mambo na Mungu hata ule wakati unaonekana kama uchumi ni mbaya. Ukaiwa mundu akwera enda kiake na hali milioni sigana. Zeterera tudhoge mundu wangai kamugani. Wajikula ina hizi. Haleluya. Amen. Maana hata wakati wa uzee ni ule wakati kunaonekana ni kana huna nguvu. Lakini huu wakati unaonekana kama wewe ni buri, hapo ndipo Bwana anaachilia baraka. Huu wakati unaonekana huna baraka, Bwana asifiwe, Jehova anaachilia baraka yake. Mungu alinena na Ibrahimu akamwambia nitakupatia uzao. Wakati tazama akaona nguvu za kiume gotilio nake. Sara na yeye akaangalia, isinesi yako ile. Ona gokorone ndekiri atia nitakorire hata tumbo ya kubeba sina. Huo wakati wa uzee, huo watu wanaona kama miaka imepita. Watu wanaona kama umechelewa. Watu wanaona kama umekaa kwa Mungu bure. Unazaa hadi wakati wa uzee. Pokea baraka ambazo watu waliona ni kama umechelewa. Jehova kuingize kwa hizo baraka ambazo watu waliona umechelewa. Haujachelewa. Pokea baraka. Anza kuzaa matunda unayokustahili kuizaa. Miaka ilipita, lakini Jehova anasema siku moja nitatenda jambo. Hilo jambo linatendwa sasa. Maana miaka 1000 ni kama siku moja. Si hiyo siku 100. Hiyo siku 1000 zifanyike siku moja leo. Iwe ni siku yako. Anayepokea apokee. Hilo jambo umekaa mpaka watu wanaona umezeeka. Hawa watu wameomba sana. Si wapatiwe chenye wanaigiaga kuomba. Ranchawa unawaona huko. Hakuna wakati hawaingii. Si wamelia sana. Hatujazeeka. Hizo siku mnaona kani nyingi. Hizo siku mnaona ni 1000. Leo inafanywa siku moja. Pereni za Jehova. Maana tunazaa mazao ambayo yanatupasa tuzae hata kama tukali wazee. Haleluya. Wanadamu ndio wanakuona na wanajua umezeeka, lakini mbele za Mungu haujazeeka.
Maana hakuna neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu linamrudia bure. Neno la Mungu linasema vile umande wa mvua huwa unashuka chini na haurudi, hivyo ndivyo neno la Bwana halimrudi bure. Yale mambo yameonekana kama umepitwa na wakati, it is your high time. Ni wakati wako. Wenye imani ndio wanapokea, wenye hawajalala hao ndio yao. Haleluya. Bwana asifiwe. Ya kwamba watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Haleluya. Unajua hivyo ni kusema nini? Watakuwa na ubichi. Haleluya. Nikusomee na ya Kikuyu inasema hivi: magatora mashiara na mashiaro ona male akuru, magatora mayuire gogoyo maikare male oaruru. Kusema watu waliopandwa kwa nyumba la Mungu, yale mambo yanatokezwa haina mwisho. Haina mwisho. Haleluya. Unapata mama amefika 55 years, tunamwona ndio hiyo na ujauzito amebebana, na alikuwa amesema alifika nini? Menopause. Kwa Mungu hakuna menopause. That is kana wasobana hiyo sio kaje ndiga tarejo kama tugateli. Haleluya. Kama ndio thimo mali waida vito akaje ni mwanzo yale siria dugata dimale, na uchunge ile kitu inanenewa hapa, uchunge zaidi, maana asifiwe. Halo ukukamuri ogakora marete iraria nini makama ni ndio mweko ena pete baere akaike ikara ndio mya nikiki kira kura dereko mtugatiri tahora ndio gatahe goma ti goma. Haleluya. Maana kwa Mungu wetu hakuna menopause. Wakati namwambia da upimwe akokana kehurana, sitaki maneno ijulikane hata usiambie watu. Wakati nitaenda kuzaa utasema nimeenda ushago kuangalia mama. Haleluya. Ya Mungu haina madakika, ya Mungu haina miaka. Kwa hivyo kile kitu naona kama umepitwa na wakati, wacha uipokee. Haleluya. Wacheni kusema ati biashara zilikuwa nzuri kitambo. Kwa Mungu hakuna kupitwa na wakati. Ile tulikuwa tunafanya miaka ile ianze sasa kukuja juu ya mikono yako. Maana mambo unayotaka kuyafanya lazima yazalike. Okone teyurenda kubura okobora kuhana oguro ona kwena goro. Jehovah, he is the supplier of everything you need. Odoa roho na limitation. Ati hii ishi biashara ni. Na kwa hizi biashara ukiona mtu akifanya ni kamote, who told you? Hatutumii kamote. Sisi kuzaa kwetu tunazaa kuzaa. Maana we don't have any spirit of limitation. Bwana asifiwe. Waliopandwa ndani ya nyumba ya Mungu, waliokubali kukaa ndani ya nyumba ya Mungu, baraka hazina mwisho. Unapatanga leo Bwana amekubariki hivi, kesho yake anakusurprise na ingine, kesho yake anakusurprise. Hivyo ndivyo kusema hazina mwisho. Bwana asifiwe. Ondoka mahali pale unasema ulipitwa na wakati. Apia mwenzako ondoka hapo. Hiyo stage sio yetu. Haleluya. Mwambie hiyo stage sio yetu. Hiyo stage yetu ni ya kufanikiwa kila wakati. Bwana asifiwe. Maana mikono yetu imebeba baraka. Sisi sio tasa. Yale mambo tunastahili kuzaa katika huu mwezi wa 5 lazima yatakuja kwenye mikono yetu. Kama ni magari, kama ni michanga, biashara kubwa, lazima utazaa. Wewe ondoa tashwishi, maana ni neno la Bwana. Hata kama ukari mzee, utakuwa unazaa. Hata ukifikisha 70, utajibeba. Ukifikisha 80, hata nikifikisha 100, nitasimama kwa madhabahu. Temwele ya iboko na igoro. Temwele ya bomo kerai. Kerai iboko ya gai. No limitation kwa kazi ya Jehova. Hata kwa haya mafuta. No limitation kwa huduma ya Jehova aliyoachilia juu yangu. No more limitation. Wanaogoja tuanguke. Hakuna uzee, hakuna kuisha. Wanaogoja ulie, hakuna kulia. Maana umepandwa mahali pazuri, pana mchanga ulio imara, ulio wa baraka. Pokea. Haleluya.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo ondoka kwenye page nimezeeka. Waliokubali kukaa ndani ya Mungu, wakati kwanza ukisema ni wakuzaa, haleluya, wanazaanga kuzaa mpaka dunia watu wanaanza kulia, wanaanza kusema ni wa devil worshiper. Tukojeni mfungue mamacho vizuri, ni neno tunafanyisha kazi. Sisi si wa devil worshiper, we worship our almighty God ambaye amebeba baraka zetu. Kwa hivyo zenu zikifika mwisho, huyu Mungu zetu anaendelea akituongoza. Tukifanya kazi, aone kama mafuta yanapungua, anaachilia mafuta mabichi. Tunaendelea tukiinuka, wakifikiria maisha inaisha, ndivyo mafuta inaingia. Hiyo tunainuliwa kiwango cha kuponyesha watu magonjwa ambayo haiponyi, maana kwa Bwana hakuna uzee. He is not the Lord of limitation. Bwana asifiwe. Don't limit your God. Ondoa midomo ya kujizuia. Ati mambo tabaya tuyokagira imoda. Hii wale ndio zimoda. Nani amekwambia hayo maneno? Mimi najua. Yale yote ambayo natamani kuyashika nitayashika. Okorone gotiekania na gwakira Ngai ikondo gwa guthaithana. Our Lord is not the Lord of limitation. He knows my desire. Lazima tutapokea na tuwe na prayer center, whether devil like it or not. Maana tutazaa na tutazaa na tutazaa, na uzao wetu ukuja kuendelea kuzaa, ukuja uendelea kuzaa. Kwa hivyo hakuna kuzeeka. Haleluya. Maana tunazaa pamoja na watoto wetu. Yoshua akasema, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Vile ambavyo tumepandwa ndani la juu ya jiwe ambayo ni Yesu Kristo, ule mfano tuko nao hautakuwa tu ni sisi, bali hata watoto wetu watakanyaga, maana wako ndani ya huyu Yesu. Tukizaa wanazaa, tukifanya kazi ya Bwana wanafanya, tukiinuliwa wanainuliwa. Madhabahu yakiinuliwa na wewe unainuliwa, madhabahu yakipanuliwa na wewe unapanuliwa, madhabahu yakiongezeka na wewe unaongezeka. Maana ni mwezi wa neema. Anza kupokea kuinuliwa na Jehova. Usichoke. Vile umetafuta Bwana na mambo haibadiliki, itabadilika, itabadilika. Trust unto God, na anakuja kutenda mambo makubwa. Amini Bwana. Haleluya. Vile tuko ndani yake, haijalishi umeamuka mara ngapi. Nakwambiaga kutafuta Bwana, tafuta bila kukoma, tafuta bila kuchoka. Watu watakuambia huyu hakuna mahali anaenda, lakini wanajua kuzaa ikianza haifungiki. Kuzaa kwa mbingu, mbingu ikianza kupelekana na wewe, baraka zinakuja bila kipimo mpaka unahaibika. Unasema watu watasema nini? Maana wakati wa kuzaa umefika. Si wale walioko tayari kuzaa wapokee hicho chenye umekuwa ukitafuta. Kama wakati wa kuzaa wa kupokea baraka umefika, huu mwezi usipite. Bwana asifiwe. Tondwale mahadeto nyumba-ini ya Jehova mahabagira kuo. Tunauliwa tukiwa kwa Mungu, tunapelekwa kazi zingine. Gayarato urage sonoko, maana tuko kwake. Jehova atainua watu, atabadilisha maisha ya watu akitutumia, maana tumekubali kupandwa kwake. Tutazaa, utazaa mpaka wakikuona hivi wakuuliza utanipeleka wapi? Wakwambia pastor wao tunajua kwenye anapelekaga watu. Si tulikwambia naona pastor wa huyo? Mtu akienda tu kwa mikono ni kujifidi woga wako nayo. Kuja nikuonyeshe Mungu wako kwenye anafanyanga mtu. Waliokubali kupandwa ndani ya nyumba ya Mungu. Amen. Ni kusema hao watu hawana macho yao hawajatazama kwingine. Hakuna kwa waganga unajua. Haleluya. Hakuna kwingine unajua. Amen. Wewe unajua kwa Mungu. Amen. Kwa hivyo zile baraka utapokea na uzao yako ikuje ianze kupokea. Amen. Bwana asifiwe. Ile uombezi ilikuwa kwetu haikuisha juu mama alilala. Kwanza ndio iliendelea kuwa na nguvu. Bwana asifiwe. We will serve our God generation to generation.
generation to generation. Hii kiondoka hii ingine inarudi. Hii kiondoka hii inarudi. Hakutakuwa na uzee. Malioragia kareo. Ene idue. Haneo. Nane idue. Nane tao. Aganeo. Na idue. Tumora kanwa tuge. Ene idue. Orati kete na haria. Nona na mugaga. Okenda kugina huweka atere. Wakinya na haure. Wakasema oguo. Abana kakae na mutingo yoguo. Hallelujah. Wakati wa kuzaa ikifika, Bwana asifiwe. Mungu wa Mungu ndio weka idhana Mungu twadi na hali yoguo. Ati haya ndike gogona. Wakati ikanigo kule ni prayer house. Kule yoguo na kuwa magwetete Jerusalemu. Hallelujah. Kule na kuwa magwetete ona matira hata kuelezea. Ni saa hii tu. Naona isitwe moharate ile. Ni saa hii tu tunatayarishwa. Kuzaa ikianza, no spirit of setback. Bwana asifiwe. Na ndivyo ni vizuri kuandaliwa na Mungu. Ndio chenye utaanza kuzaa, usiangushe ikuwa kwa mikono. Na ndio nilikwambia kuna mtu anabarikiwa kwa kidogo tu. Baraka zinaangu. Akaja kudhama kanisa rale wako karanja hata kimaniri. Akatira na itatu hapo kasigana. Gaya kaugani na dole da makuko hedu kabio. Ndako yenyo koneka. Kenya bego hudukia hapo. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Amen. Maana wakati ikianza ya baraka, either ujirudishe nyuma ama uendelee. Maana huu mtu unaendeleaga tu. Unaendeleaga tu. Othia ko habeile. Amen. Ogo ndivyo mtu mudhibu akoragwa hana. Na hivyo ndivyo maisha yako yatakuwa. Amen. Wakigoja ukauke, maana uliwakopa wakakataa. Wananifurahishaga hao. Unajua wako nazo, na wanakwambia hatuna. Wanagoja waguke. Wanapata hii siku nyingine na wauliza ndio kaongea milioni nyingine. Ndio shetani wewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Yule ngatorasi patara. Niko kunengere mwako sio gasipatara mwako leo ki. Maana kwenye tuko niko hapa tuikagathia. Tudiana tuobaralitio. Tunaendanga tukistawi. Tunaendanga tukiinuliwa. Hivyo ndivyo mwezi itakuwa. Ndio na lemo makiri na nilikuwa tagusoka lanchi wabilite kala. Ni madechea. Ni ndizo kumutiro. Ni made baba wa roho, kumbe ni wanangoro gona moja. Ndugusuka. Siri ni hiyo. Ile masaa unaingia hivyo hizo 30 minutes. Kuna level unapatanga umepandishwa. Lakini kama uko katika huu mtaa na unagojaga tu ile siku tu. Haleluya. Ile siku tu. No baraza itiaga. Tutoke kwa baraza. Amen. Toka kwa baraza. Hiyo masaa uko kwa baraza, kimbia kwa nyumba ya Mungu. Imagine kuna watu wanaobaga na ningekuwa kwa huu mtaa. Si ningekuwa naingia kwa kanisa 30 minutes. Asubuhi na jioni naingia. Kuna watu wanatamani. Nao wenye wanatamani Mungu awalete. Amen. Mungu awafanikishe. Amen. Kama ni kutolewa bali wapandwe karibu na vile Mungu anavyotaka. Ili wafanikishe mapenzi ya Mungu katika maisha yao. Maana kuna wengi wanatamani, hivyo nawaambianga, kuna wengi wanatamani kuingia. Mungu awalete. Si ati siwaoni, si ati siwajui. Wanasema kaikoni Mungu awalete. Amen. Haleluya. Amen. Na kitabu wakuja wewe utakuwa wapi? Utakuwa umepokea? Ama utaona wameweza kupokea zako. Mungu matadala tabu. Agusetie ke. Yule mtoto anapelekwa kwa shule, fida iko wapi? Hapa anagua, utakemira wahana. Nora kule ndio wana. Kila mwana. Oma katogi mane. Ndio toka kwa mkera irathi. Ili tunapopokea baraka, zishike kwa mikono. Ili ukipita kwenye maji mingi, hautaangusha hizo baraka. Lakini usiniambie nilikimbia. Hivyo nikiwa kwa ndoto pasta, nikasikia mtoto wangu nimetoka nimefanya nini? Nikianza kumfuata amekatwa hapa. Haleluya. Haleluya. Muranga kwa dia todo kama kuya ikaligathi. Bwana asifiwe. Nekuona kwa umera kemondo mukauberia nake. Unakimbia nayo paka kiroho anasema wa huyu mahali amepandwa hawezi tingizika.
wakifikiria watafanya testing na mtoto wako, wakifikiria watafanya testing na simu yako, wanapata ukikuja umenyitende yake ya utingisonoka Mungu siregia beto. Maana hata kiroho haujalala. May the Lord help us. Maana tumepandwa mahali ambapo tunastahili. Amen. Nimalizie na huu mstari wa 15 unasema hivi: watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili. Ni kina nani hao wanatangaza? Waliopandwa kwenye nyumba, waliobarikiwa, waliozaa. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, mtakapopokea hizi baraka, wakati ambapo Bwana atabadilisha maisha yenu, wakati Bwana anawaingiza kwenye kiwango kingine, hii ndio wimbo: watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yangu hamna udhalimu. Bwana asifiwe. Mona gereria ate Jehova ni murongereru, owe ndumba ya ihiga, thiine wake gutari kaundu kawogogani. Haleluya. Hiyo ndio wimbo inayoimbwa na walio tayari kukaa wana Mungu akiwainua. Because there is a mighty favor. Kuna favor ambayo Bwana anaachilia kwenye huu mwezi kwa wafanyi biashara wenye kuingia uguo. Ukiingia kwa hiyo kazi, kuna favor ya Mungu. Maana ni mwezi wa Mungu na watu wake. Bwana asifiwe. Ni todo gairi totiwa wogogani. Anajua vile ambavyo umekaa ukimtafuta. Anajua vile umekaa ukimgoja. Na wakati umefika wa kuzaa, lazima utazaa. Wakati ukifika wa kubarikiwa, utasema nalimgoja Bwana kwa zaburi, naye akasikia kilio changu, akanichukua juu, akaniweka juu ya mwamba ulio imara. Iwe ni mwezi wako wa kutangaza makuu ya Bwana. Iwe ni wakati wako wa Jehova kukuinua. Na wewe ukubali kujengeka ndani ya neno, ukubali kujengeka ndani ya maombi. Maana mambo haipokelewi tu, ni kumtafuta Bwana, ni kumulilia Bwana, ni kukaa na utakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Mnajua watu wengine wanajifichanga kwa Mungu. Wanasema kwa watu, kwa macho ya watu hawajifichi. Watu wanajua ni wazuri. Lakini mbingu watu wanashindwa kwa nini hawapokei? Maana kuna vitu za siri ambazo Bwana anazijua, ambazo mwanadamu hao. Neno la Bwana limetuambia daima tutimuogogani. Hao ambao wako dhabiti, hao wako tayari kufanya kadri na mapenzi ya Bwana, wakati wa kuzaa ni huu. Wakati wa kuinuliwa ni huu. Uwe kama vile mkulima akiwa kwa shamba, aende atazame hizi hazileti faida, ama nisipoweka mbolea sitavuna kitu, anafanyaga kitu kingine ili apate mazao. Na wewe ndio uweze kupokea baraka ambazo unastahili kuzipokea. Soma hili neno, tafuta Bwana, enenda kwa njia ambazo unastahili kuenenda nazo. Bwana asifiwe. Odoa roho nyingine yote inaweza kuzuia baraka zikuje. Maana ukiwa na roho ya wivu, huwezi pokea. Ukiona mwingine anainuliwa, unashinda ukilia juu yake, hakuna mahali utaenda. Kaini alishindwa kufurahia ile dhabihu ilitolewa na ndugu yake, kaondolewa kwenye uwepo wa Mungu. Ukiona huyu ni wakati wake wa kuinuliwa, endelea kumuinua. Ukiona amebarikiwa, usisikie wivu. Bwana asifiwe. Mwambie Bwana nakushukuru juu huyu leo ni yeye anakutangaza, hata mimi kesho nitatangaza. Maana siku yangu ya kuzaa ikifika, haitakuwa na mwisho. May you receive the blessing of God of this month, ambazo hazina mwisho, ambazo hazina kipimo. Na wewe kutafute Bwana. Simama na miguu yako, mwambie Bwana nisaidie kukaa kadri na mapenzi yako. Maana kunazo ahadi za Bwana, utazaa hata wakati wa uzee. Ni kusema hakuna mpaka. Bwana kupelekana na wewe hakuna mpaka. Bwana kukutenda mambo makuu hakuna mpaka. Lazima atakutenda makuu. Mwambie Bwana nisaidie. Nimechoka na hii limitation. Nimesikia neno lako ya kwamba hata hakuna uzee, hata wakati wa uzee nitazaa. Maana Bwana atakuinua. Maana Bwana kuna kiwango kingine
Yale mambo yalionekana kana kwamba yamechelewa, mwambie Bwana, ningali nakungoja. Niko kwako mchana wa leo. Ninakungoja wewe peke yako. Inua mikono yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, ninakungoja. Mimina baraka. Ninaonekana kana kwamba nimechelewa. Ninaonekana kana kwamba ni kama Bwana haujafika. Mwambie Bwana, anakungoja. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Bwana, karibu Yesu, karibu. Namba yangu, moyo wangu, nataka ushindi wa Yesu. Nataka ushindi wa Yesu. Safarini mwangu nataka ushindi wa Yesu. Namba yangu, moyo wangu, nataka baraka za Yesu. Nataka baraka za Yesu. Maishani mwangu nataka baraka za Yesu. Maishani mwangu, moyo wangu, karibu Yesu, karibu. Yesu, maishani mwangu, karibu. Yesu, karibu Jehova. Yesu, karibu Bwana, moyo wangu. Mwambie Bwana karibu ndani yako ili maisha yako yapone. Haijalishi umemwitafuta Bwana miaka ngapi. Haijalishi umefunga siku ngapi. Anza kuomba Bwana. Mwambie Bwana, kwa hili jambo na kungoja. Ni jambo gani hilo ambalo nataka kuzaa? Uliona kana kwamba limepitwa na wakati. Mbingu imefunguka. Ni wewe utamuita Bwana. Mbingu iko wazi. Muite Jehova ili akutende mambo makubwa. Maana atafanya kadri na neno lake. Ako tayari kuitekeleza kama tu utamwambia vile unataka. Yale mambo unaona kama yamekupita, hajakupita. Yale mambo unataka kuyafanya haijakupita. He is here. Ako hapa. Maana uko kwake na umepandwa kwake. Lazima mambo makubwa yakafanyika. Lazima kutakuwa na kubadilika. Katika jina la Yesu Kristo. Huyu Bwana anakuinua. Huyu Bwana anatupeleka kiwango cha juu. Huyu Bwana anadhihirika maishani mwako. Katika jina la Yesu. Kwa Mungu hakuna kuchelewa. Kwa Mungu hakuna kuchelewa. Kwa Mungu hakuna uzee. Atena Maria korona marimaga kogoyo. Hata wakati huo wa uzee bado Mungu atadhihirika. Ni Mungu maishani mwako. Atadhihirika kwa uzao wako. Atadhihirika kwa mambo yako. Ya kwamba wewe ni Mungu. Thank you, Jesus. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante. Kwa wema wako, Baba we, kwa wema wako, kwa wema kwa neno lako, kwa neno lako Yesu we, kwa neno lako, kwa neno nasi asante Yesu, asante Yesu.
asante Yesu, asante. Tumekushukuru Bwana kwa sababu wewe ni Mungu wetu, na wewe ni Mungu mkuu, na wewe ni Mungu wa ajabu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunasema ni asante kwa neno lako, nasi tusaidie kukaa kadri na neno lako, maana waliokubali kupandwa ndani lako Jehova, hata wakati ambapo kuna shida, hao watu hawatingiziki. Hata wakati ambapo kuna ugumu wa maisha, hao watu wanasimama. Mungu wetu na Baba yetu, ni asante kwa ajili ya neno lako, maana hawa unawafananisha na miti ambayo iliyopandwa pale Lebanon. Ni asante Jehova, maana kuna ukuu na uweza wa mti ambao uliopandwa, ambao unaendelea ukikua. Natangaza ukuu wako juu ya maisha ya watu hawa katika huu mwezi Bwana. Natangaza neema kwa wingi, natangaza mazao katika jina la Yesu Kristo, maana unapoachilia baraka hazina mwisho, no limitation of your greatness. Unapotenda mambo makuu kwa watu walio wako, yale mambo hawa watu yalionekana kwamba yamepitwa na wakati, wacha Bwana ukadhihirike kwa hii roho iliyokubali kupandwa ndani ya neno lako. Fuata neno lako ukatende mambo makuu. Wengine wanataka school fees, wengine wanataka pesa za biashara, wengine wanataka pesa za mambo yao. Dhihirika Jehova, maana uchumi wa mbinguni kamwe hauanguki. Oh Jehova, achilia baraka kwa ajili ya wanaokuamini. Achilia msaada kwa kila moyo Baba ulio wazi mbele zako. Achilia usaidizi waliokutazamia wakiwa kwenye vitanda wakilemewa Baba. Oh, tunanena ushindi wako ukawafikie, uponyaji wako ukawafikie, mioyo iliyovunjika itiwe nguvu na wewe katika jina la Yesu. Walio chini Baba, neno lako likawainue na wainua, maana neno lako ni kweli ya kwamba tungali chini tutasimama tena. Nasimamisha kila moja moyo wake ulio chini, na msimamisha, hakuna kuisha, na msimamisha katika jina la Yesu Kristo. Waliotazamia kufanya mambo makubwa wakaona kama ya kwamba hakuna pesa, kwako hakuna kitu, hakuna. Na waingiza kwa mipango yako, na ingiza watu kwa mpango wako. Hawatatoka wakiambiwa hawatabarikiwa. Hawa wako chini ya hii sauti, natangaza watainuliwa katika jina la Yesu. Vile ulivyomtumania Paulo wakati alikuwa kwenye korokoro, hakunyamaza Jehova. Wakienda kutoka nje, malango yakafunguka. Natangaza mwezi wa 5, maana uko na masikio, ukafungukie. Kila roho iko wazi, kila mtu anakutarajia. Hii mioyo Baba, watu hawa Jehova, mwezi wa 5 ikawe heri kwao, ikawe ya baraka kwao, ikawe ya kufanikiwa kwao, wenye wako kwa madhabahu na wenye wako kwa online na walio nje wamejishikanisha na hili neno. Wacha huu mwezi Baba ukawe ni mwezi wa kufanikiwa, ukawe ni mwezi wa kubarikiwa, ukawe ni mwezi wa kutendewa makuu. Na utakapowainua wasikusahau, bali waseme ni wewe umewavukisha na umewainukania. Hakuna mwingine kama wewe. Wainue kadri na mapenzi yako, katika jina la Baba na Mwana tunaomba na kuamini. Pokea baraka za mwezi wa 5, pokea mafanikio ya Bwana. Malango ya huu mwezi yaanze kukufungukia. Ahali utakapokanyaga, fungukiwa, fungukiwa. Hakuna kufuzuiliwa, hakuna maroho yatakuzuiliwa. Neema ya Bwana itasimama na wewe, na mahali unapaswa kuingia utaingia, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.